Kwa mara ya kwanza mwanamuziki kutoka Tanzania Diamond Platinum, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wasanii walioshiriki kuandaa wimbo special ama ngoma special kwa ajili ya mchuano wa AFCON, na video tayari imetoka. Diamond yuko mle ndani, kuna Johnson Derulo na wengine. Diamond ameonyesha utamaduni wetu mle ndani, kuna akashika bendera, lakini pia ishara nyingi mle ndani kaonyesha kwamba sisi ni wa Tanzania, tupo humu ndani kwenye ngoma ya We Are Different. Umegundua nini kuwa Diamond kwenye ngoma special kwa ajili ya AFCON? Sijaiona wala sijaisikiliza. Kama wakina Alikiba alikuwa kwenye wimbo wa 180, wakina Amani wa Kenya, wakina Two Face DB ulioandaliwa na Rakeli. Kuna wimbo wa wasanii wengine wa Afrika sikumbuki jina, alikuwepo EY na wakina Tiwa Savage, ulikuwa unahusika kuhamasisha kilimo. Kwa kutoka Tanzania alishiriki EY. Kwa hiyo nyimbo za hivyo zilishafanyika miaka na miaka. Kwa hiyo sio jambo geni. Hakuna jambo jipya hapo. Hakuna jambo jipya. Ninalolitaka mimi jambo jipya ni serikali, kwa maana ya Wizara ya Sanaa kina Paul Makonda, Mwana FA, waingie Google ili tuweze kupata mdundo wa Bongo Flava, tupate mdundo wa singeli. Tusiwe na singeli ya kudonoa kwa Rakeli kwa nani unachanganya biti. Hatuwezi kwenda international. Hatusiwe na Bongo Flava ya kukopia Afrobeat Nigeria, kukopia mapiano. Hatuwezi kuwa na muziki wetu. Taifa hili halina muziki. Huwezi kupata mdundo wa taifa kwa mwezi mmoja. Huwezi kupata mdundo wa taifa kwa mwaka mmoja. Unapotengeneza muziki huu, ni muziki wa Tanzania, this is our culture. Ni kitu cha kuishi kizazi na kizazi. Hakiwezi kukreatiwa kwa mwezi. Ndio maana muziki wa Kongo, Bolingo, Masebene, Lumba walicreate miaka na miaka, akina Koffi hawajazaliwa. Kina Fally Ipupa anaendeleza hiyo kacha. Tazama PTV Tanzania, ndio habari ya mjini, wewe usiumbe kwa mimi naweza nikasema kwamba mimi nilikuwa upande wa Senegal, sababu niliona kwanza Morocco walikuwa wanabebwa toka mwanzo kama wenyeji. Na hiyo ni mikakati ya waandaaji pamoja hata na chama cha soka chenyewe, kwa sababu mpira ni biashara. Watu wengi wawe wanaelewa mpira ni biashara, na biashara yoyote. Kama Morocco wangetolewa kwenye mtoano wa makundi, tayari wa Morocco wangekuwa wahudhuria wapi? Uwanjani. Kwa hiyo maana yake finali zingepwaya, zingekuwa zina mvuto na mapato yasingefanya nini? Uelewe pale kuna wadhamini kama Total Energy. Kwa hiyo wanataka watu wakijaa waonekane. Ndio maana sponsors. Umeelewa? Sasa mwisho wa siku hata kombe la dunia huwa wanajitahidi timu ambazo zina ushawishi ziendelee kuwepo mpaka mwisho. Kwa hiyo sio tu mjipange vizuri na timu yenu na kocha bora, lakini pia ndio maana mpira wa miguu unachezwa uwanjani na nje ya uwanja. Na ndio maana wenzetu Waarabu Afrika hii wametawala soka miaka na miaka, kwa sababu wao wanacheza uwanjani na fitina za nje ya uwanja. Nasema nje ndani. Nje ndani. Ushaelewa, unapigwa nje na ndani. Sisi hapa tuwaga tu zikija timu za nje, hoteli nzuri karibu na uwanja, eti sisi tuna roho nzuri. Watanzania wakaribu. Nenda Uarabuni. Si uwanja wa taifa kwa Mkapa huko Temeke. Timu ya taifa ya kwetu inaweza ikawekwa kambi hotelini Kibaha. Bali. Kwani usikiaje wanalalamika? Kambi mnawekwa wapi? Kibaha. Mnawekewa hoteli ya Kibaha. Kwa hiyo mazoezi kuja kuyafanya kwa Mkapa, mrudi Kibaha. Mtoke Kibaha kuja kucheza mechi tayari mmechoka kwenye hilo coaster, hilo basi. Na hamwezi kuperform vizuri. Hamwezi kuperform vizuri. Lakini sisi hapo zikija timu Kilimanjaro Kempinski, full ulinzi, trafiki, ushaelewa, wanateleza gari sisi. Wanaingia kwa Mkapa, wanawapiga, wanarudi hoteli eti wakaribu. Yaani wale wanakuwa hawana movement zile za kuachosha. Sasa Kilimanjaro Kempinski pale, posta ni lami tu mpaka uwanja wa Mkapa, alafu escort hiyo ving'ola. Hakuna gari yote, hakuna foleni. Wauni hao. Wanarudi hao ta.
sisi ukarimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa upande wa Senegal, pia niliumia sana Taifa Stars ilivyonyimwa ile penalty ili wenyeji waendelee. Pia Morocco haiko vizuri kwenye AFCON, haikuwa vizuri kama ilivyokuwa kwenye kombe la dunia lililopita. Na bado walitudhihaki Afrika. Yule mchezaji wao mmoja sio ni nani, sio Hakim sio alitamka. Alitamka kwamba Morocco sisi sio wa Afrika. Baada ya wao kufanya vizuri kwenye kombe la dunia, kuingia waliingia nusu finali, robo finali, nusu finali. Sisi sio Afrika. Ile iliwaumiza sana Waafrika mpaka leo. Hicho kidonda kwa Waafrika wote hawaipendi Morocco. Na huwa wanaiombea mabaya. Kwa hiyo Afrika nzima ilikuwa upande wa Senegal. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu alimtuma haraka. Maamuzi ya kocha wa Senegal kuitoa timu, sababu hata mtangazaji nilimsema kabisa, this tournament from the beginning was wonderful, is ashamed to finish like this, kwa sababu kwamba tournament kweli zilikuwa ni bora. Yani maandalizi tournament toka inaanza ilikuwa ni bora kabisa, maandalizi na kila kitu, lakini kwa kumaliza kwa staili ile, ndio maana mtangazaji akasema to finish like this is so ashamed. Aibu kubwa kumaliza timu inatoka uwanjani kususia na vitu kama hivyo. Ilikuwa ni bonge la doa. Lakini Roho Mtakatifu akamshukia Sadio Mane pamoja na Aliaji Diouf. Aliaji Diouf umjui yule. Kwa ni legendary kubwa wa mpira, kacheza Arsenal, kacheza timu za Ulaya. Yeye ndio mkurugenzi wa ufundi kwenye chama cha soka cha Senegal. Ndio akanyanyuka pala akamuita Sadio Mane. Hakuna rudisheni timu. Kwa hiyo pale ilikuwa ni low spirit ya Roho Mtakatifu. Lakini kocha yeye alikuwa na spirit nyingine ya kuitoa timu. Na ndio maana sasa hivi kuna kesi imefunguliwa, anaweza akafungiwa. Kwa hiyo wamerudi, ile penalty kapiga huyo aliyelilia penalty. Brahim ni mchezaji wa timu yangu pendwa Real Madrid. Mimi ni Madrid pure. Yes. Umeona? Kapiga penalty Faragu. Ya kipuzi kabisa. Kwa hiyo Afrika tukanyanyua ndoo. Alafu ni kombe au tournament za mwisho kwa Sadio Mane. Kasema hata shiriki tena tournament. Ya kwa sababu kwanza kimpira mimi najua sasa hivi Goma au kesi imemwangukia kocha peke yake. Kama timu yote wachezaji wangesusia na mpira ungeisha hivyo, maana yake timu ya taifa ya Senegal ingefungiwa na yenyewe. Kwa hiyo maana yake hawa wachezaji wadogo ambao wameonyesha vipaji wasingeshiriki AFCON au miaka 5. Ilikuwa ni madhara kwa wachezaji na kwa taifa, kwa vipaji vyao. Kwa sababu sio wale wachezaji wa Senegal wote tu ndio wanacheza Ulaya wapi. Kuna wale wa ndani Senegal pale. Kwa hiyo asingepata kushiriki AFCON for 5 years, ingekuwa madhara kwao. Lakini sasa hivi panga imemwangukia nani? Kocha peke yake. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. Sawa. Lakini pia tuliona kwa mara ya kwanza mwanamuziki kutoka Tanzania Diamond Platinum, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wasanii walioshiriki kuandaa wimbo special ama ngoma special kwa ajili ya mchuano wa AFCON, na video tayari imetoka. Diamond yuko mle ndani, kuna Johnson Derulo na wengine. Diamond ameonyesha utamaduni wetu mle ndani, kuna akashika bendera, lakini pia ishara nyingi mle ndani kaonyesha kwamba sisi ni wa Tanzania, tupo humu ndani kwenye ngoma ya We Are Different. Umegundua nini kuwa Diamond kwenye ngoma special kwa ajili ya AFCON? Sijaiona wala sijaisikiliza. Lakini tu Diamond kuwepo kwenye wimbo special wa AFCON, hiyo ni kawaida. Ni kawaida sana kwa game ya sasa hivi, ni kawaida. Shana ni kawaida sana. Kama wakina Alikiba alikuwa kwenye wimbo wa 180, wakina Amani wa Kenya, wakina Two Face DB ulioandaliwa na Rakeli. Kuna wimbo wa wasanii wengine wa Afrika sikumbuki jina, alikuwepo EY na wakina Tiwa Savage. Ulikuwa unahusika kuhamasisha kilimo. Kwa kutoka Tanzania alishiriki EY. Kwa hiyo nyimbo za hivyo zilishafanyika miaka na miaka. Kwa hiyo sio jambo geni. Hakuna jambo jipya hapo. Hakuna jambo jipya. Ninalolitaka mimi jambo jipya ni serikali, kwa maana ya Wizara ya Sanaa kina Paul Makonda, Mwana FA,
waingie Google ili tuweze kupata mdundo wa bongo flava, tupate mdundo wa singeli. Tusiwe na singeli ya kudonoa kwa harakeli kwa nani unachanganya biti. Hatuwezi kwenda international. Hatusiwe na bongo flava ya kukopia afrobeat Nigeria, kukopia mapiano. Hatuwezi kuwa na muziki wetu. Taifa hili halina muziki. Huwezi kupata mdundo wa taifa kwa mwezi mmoja. Huwezi kupata mdundo wa taifa kwa mwaka mmoja. Unapotengeneza muziki huu, ni muziki wa Tanzania, this is our culture. Ni kitu cha kuishi kizazi na kizazi. Hakiwezi kukreatiwa kwa mwezi. Ndio maana muziki wa Kongo, bolingo, masebene, lumba walicreate miaka na miaka, akina Koffi hawajazaliwa. Kina Fally Ipupa wanaendeleza hiyo culture. Ndio maana una muziki wa speed, mabolingo wale, masebene na lumba. Nigeria afrobeat hawaja create mwezi mmoja. Ndio maana inaendelea. Ama piano hii hapa inaendelea kizazi na kizazi. Lege toka sisi hatujazaliwa. Makonde hajazaliwa, lege ipo. Huo ni utamaduni wao, kwamba hii ni Jamaica. Dancehall toka kina Chakadema, si unamjua Chakadema wewe? Yeah. Melesiwa. Chakadema Shabalanks. Mimi niko shule ya msingi mpaka leo dancehall. Wapo akina Shaggy, wakina Shampo, kina Elephant Man, wakina Binman. Paka wamezeka akina Binman. Uongo kweli? Dancehall imekufa. Sweet Reggae. Paka leo wapo akina Christopher Martin. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo unapotengeneza kwamba huu ni muziki wa taifa, kinabuniwa. Alafu baada ya kupatikana ndio maproducer, bwana tuko hapa. Video production tuko hapa. Media tuko hapa. Tupromote muziki wetu. Ndio kimataifa tutatambulika. Tanzania wana bongo flava ilipatikana kwa ngoma hii. Unajua ile Baikoko lile goma lile. Tanga hiyo. Malimba ni Dodoma kama sikosei. Malimba dunia nzima. Malimba ni Wagogo. Sasa anatafuta mpiga malimba wa Kigogo, anakuepo. Lile lingoma lirefu la Tanga Baikoko lile, anakuepo. Mtwara inatafuta wa Makonde, sui ngoma gani? Wasukuma inaitwa Wahaya, wana zile ngoma za Saida Karoli. Changanya huko. Zanzibar wana kifaa bora ambacho kinatambulisha Zanzibar, anakuepo. Ushana kuna hii kama vidude vinapiga hivi, kuna mti mmoja Tanzania ndio una hizo mbegu. Ndio ile makopo ile, kama kwenye muziki tunaitaga nini? Sine, yani naona inaitoga ni nini? Kuna jina lake. Ya mchicha au tunatumia mchicha. Huo mti uko Tanzania. Kwa hiyo unakuwa ni refu hivi. Watakuwa na viwili hata kwenye mchicha. Yani kama manyanganyanga hivi. Yes. Hivyo. Kwa hiyo analetwa mpigaji yule. Kwa hiyo wakati mmeshakamilisha hicho kitu, yule wa vifaa cha nyanga inawekwa. Picha ya Baikoko inawekwa. Malimbe inawekwa pale. Sijui ngoma ya Mtwara inaweka. Ya Wahaya sijui wakina Saida kifaa hiki hapa. Zanzibar kifaa. Kwa hiyo mtu anasema bongo flava imepatikana kwa vifaa hivi. Ya vifaa vionyeshe pale. Hiki kifaa kabila la Watanga, Wadigo sui. Hiki Wagogo Malimba. Inaelezwa, alafu maelezo yanakuwepo ya Kiswahili na ya Kiingereza. Ukipata wataalamu wa Kifaransa na wenyewe wanaweka maelezo. Wa Hispaniola, mtu anayejua Kispaniola anaandika maelezo akisema kwamba bongo flava imepatikana. Ili wa Hispania wakicheki anaelewa. Muitaliano. Kwa hiyo lugha zote kubwa duniani zinatafasiri bongo flava imepatikanaje. Singeli na yenyewe inabuniwa. Singeli imetokea kwenye mnanda na mchuliku. Ile ndio mnanda, mchuliku ndio ilikuwa asili. Sio hii sasa hivi akina Dula Makabila kuchukua kwa harakeli. Ile akina Misondo. Misondo umepigaje pale? Yaani umechukua beat ya Chris Brown ya Beyonce analeta alafu ndio radio inapiga. Upumbavu. Hamwezi kwenda international, umeiba beat ya Chris Brown ya harakeli sio. Alafu yanaulizana hivyo mapumbavu. Misondo umepigaje hapo? Alafu yanapiga sasa. Eti akapiga show Mbagala za Kevu. Hakuna international, mpaka anaingia mochwadi, no international. I swear to God. Kama mtafanya hili, Makonda anasikia, waziri wa sanaa Mwanaifea anasikia, kama mtafanya hili, hatupati mdundo wa taifa. Tuko hapa. Kwa hiyo, ukiingia mapiano Google tukaandika mapiano imepatikanaje, wanakueleza kila kitu pale. Ndio maana kuna mapiano ya speed na ya slow. Ukiingia Afrobeat Nigeria, kila kitu kimeandikwa pale, imepatikana hivi.
Na ndio maana Afrobeat toka imeanza si inasonga. Miaka na miaka wasanii wapi wanakuja. Ama piano wanakuja wasanii wapi inasonga. Bolingo tulikuwa na kina Falipupa, kina Izobi, nani Inos B. New generation ya Kongo ile muziki unasonga. Wapo akina Pepe Kalewa, akina nani walishafariki, wengine walishazeka. Lakini generation inaendeleza ile kacha ya Kongo. Shanaelewa? Ndio hicho ninachokuzungumza. Bongo Flava inatakiwa ibuniwe iwepo ya slow na ya speed. Singeli ya slow na ya speed ipo. Sasa ndio tunasema sasa tuna push kwenda international. Tuna beat maker. Unaelewa beat maker, ma producer kutengeneza beat na ma producer. Hatuna sound engineer wa studio. Studio zote Ulaya kuna beat maker anatengeneza beat, alafu kuna wale wa msanii anaimba na rekodi vocal, inafika kuna wa mix, alafu baada hapo inapelekwa kwa sound engineer kwa ajili ya mastering. Lakini sisi hapa Estukizi ndio yeye anatengeneza beat, vocal, sauti za msanii rekodi yeye, mixing yeye, mastering yeye. Muziki hauko hivyo. Laiza. Kila kitu wewe. Hakuna album za wasanii 20 wewe. Director video 100 za wasanii wewe. Wewe una kichwa gani wewe? Bwana, huyu ni Konki Master, amezungumza vitu kadha wa kadha kwenye muziki wa Bongo Flava Tanzania, lakini pia tusisahau jamani, Konki Master tayari kabisa amesharudi rasmi kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Ameachia goma lake linaitwa Mbungi. Goma limeachiwa, lipo kwenye platform zote, tayari yuko na Damian So, au sio bwana? Goma ni kali kweli. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba tuendelee kufuatilia ngoma za Konki Master, ngoma kali na zinafanya vizuri. Bado kuna magoma mengi yanakuja, na imani kabisa wadau na mashabiki mbalimbali mnaopenda muziki wa Bongo Flava na muziki mzuri pia mtakubali na mtasema kweli Konki Master is back once again, au sio bwana? Unyama ni mwingi sana. Tazama PTV Tanzania, ndio habari ya mjini wewe, usiumbe.